Katika mji wa Mombasa ambapo sheria za ujenzi ni kama mapambo ya Krismasi, zinaonekana lakini haziguswi. Ilani ilitolewa, lakini nani anasoma ilani? Labda ni wale tu wanaopenda vitabu vya hadithi. Gavana kwa sauti na mamlaka alionya watu wakae mbali kwa muda maalum, tena kwa kuwaomba sana wahusika, akitaja hata athari ya mtikisiko kutokana na mlipuko huo. Hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utakao kuweko utasababisha athari ya masikio yako. Kila ukiwa karibu, wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri, na sio pamba ukasema kwa unaenda kujieka. Kazi wenyewe kilomita 1.2 1.2 kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote ni lazima kutakuwa na evacuation. Kesho kuanzia saa 12 asubuhi mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo, madrasa, watu wasiende makazini. Kilomita 1.2 inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka Markiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Pakistani, kuanzia hapa upande huu mwingine nafika mpaka sehemu ya City Blue kwa sababu ya bahari. Lakini binadamu ni viumbe wa kushangaza. Hatutoki. Kesho twaitwa hatutoki. Mbona tu Gaza watoki? Mabomu yote yapigwa pale, mandege zapigwa, mbona hawakutoka? Ikiwa sisi mwataka tutoke kuanzia saa 12, tutakwenda picnic Bamburi Beach, mutuletee breakfast. Tunataka vitumbua, chai, mitai, kalmati, mahamri, zote mutupelekee pale. Mkitupelekea pale ndio tutakwenda. Ndio imelipuka. Ndio. Umeona? Ndio. Ukisema kuna hatari, wao huona fursa ya kupiga picha za selfie. Na pale ambapo bomu lingetegwa, watu waliona ni bora kuthibitisha kwa macho yao. Matokeo, hasara, madhara na maswali yasiokuwa na majibu. Na hayo ya kijiri, watu walisherekea umahiri wa wabomoaji na kufaulu kwao kuliangusha jengo hilo. Tahadhari zingechukuliwa tangu mwanzo wa utaratibu wa usanifu ujenzi, vumbi hili la madhara halingetokea. Nani alihusika na uidhinishaji wa jengo hilo ndani ya serikali ya kaunti ya Mombasa? Je, kosa ni la nani? Labda ni la jengo kwa kusimama mahali pasipofaa, au labda ni la watu kwa kupuuza ilani. Lakini je, kuna tofauti ya kuchechemea kwa mtu aliyekanyaga kinyesi na yule aliyekanyaga mwiba? Na mbona mtu aliyekanyaga kinyesi huonekana kuchechemea zaidi kuliko yule aliyedungwa na mwiba? Hilo ni swali la falsafa ambalo hata Plato huko Roma angepata ugumu wa kulijibu. Matokeo yake yamekuwa ni kama mtu anapoonywa kwamba mbele yake kuna kinyesi asikanyage, lakini kwa ukaidi analazima athibitishe kama kweli kinyesi kipo. Anapokanyaga kinyesi anachechemea kama ambaye amedungwa na mwiba, na hatimaye anajigamba kwamba alama ya kanyaga uone hakuiona. Lakini pia alimfika mmiliki wa jumba hilo ambaye amedungwa na mwiba wa kujitakia, ambao hauambiwi pole, baada ya jumba hilo lililoporomoshwa kumtia hasara, huku aliyowasababishia hasara wakisubiri fidia. Hakuna pesa ya mtu kwa flat hapo. Mwenye gorofa ametumia pesa yake, na mimi nataka kuambia wananchi ametumia ni sawa, lakini amechukua loan. So muombe hii bado hasara. Loan na nini mambo ya Mungu, but 300 to 350 million shillings imekunywa maji, but tunashukuru Mungu. You know, pesa sio muhimu. Hata developers wakasema Sumra, wacha tuangushe hiyo building, ni hasara, lakini ni mtihani kutoka kwa Mungu. I think mtihani ya kutoka kwa Mungu inakujia kila mtu. Kwa uchungu alishukuru sana kuangushwa kwa jumba lake hilo, kwa kuwa angepata hasara zaidi kama jumba lake lingeporomoka lenyewe na kusababisha maafa na hasara zaidi. Magorofa zinaanguka juu ya watu na tunatoa maiti. Jamani, simuone hata hakuna maiti, tushukuru Mungu. Bali hii mambo ya kushikanisha na nini isikue ni sababu ati mtu amefanya deli na jamani. So kama ni kushikwa niko tayari nishike. Nitapambana bwana. Mimi ni Lolani Kalu.
Coco FM, ladha ya Pwani.